Karibu tena kwenye vipindi ambavyo tumekuwa tukifanya hasa katika kuchambua masuala ambayo yameendelea kutokea duniani. Nimekuwepo na pamoja na mwenzangu Joel tukiangalia hivi vipindi. Tumekuwa tukiangalia mambo mbalimbali na leo kwa leo tutataka tuangalie mvutano ambao umeendelea kutokea duniani hasa baada ya Marekani kuamua kuweka ushuru. Ni kama ushuru wa dunia. Ameamua kuweka ushuru. Rais wa Marekani Donald Trump ameamua kutangaza ushuru kwenye nchi nyingi duniani, na nitakuwa na mwenzangu Joel Ntile. Tumekuwa tukifanya uchambuzi. Labda Joel, tukianza mpaka sasa hivi kwenye hii vuta ni kuvute, tumeona Marekani ameweka ushuru lakini ghafla amekuja amebadilika. Labda utuambie ni nini ambacho kimeendelea na nini ambacho tunakiona hasa kwa bara letu na kwingine. Kwa ujumla ni kitu ambacho tunasema kipo kwenye headline sasa. Kwa sababu unapozungumzia Marekani ni tunazungumzia nchi yenye uchumi mkubwa duniani kwa maana ya pato ghafi ambalo linakaribia dola za Kimarekani trilioni zaidi ya 30. Na ni nchi ambayo kwa uchumi tu huo utaona ni kwamba ni soko, ni eneo muhimu kwa mataifa mengine kuitazama Marekani kama soko. Kwa hiyo kitendo cha rais wa Marekani Donald Trump kuweka ushuru kwa bidhaa zinazoingia nchini mwao ni jambo ambalo kwa namna moja au nyingine limezua mjadala, na lakini pia limetikisa mwenendo wa kiuchumi, na hata wengi wanaotabiri kuhusiana na mwenendo wa kiuchumi wanaona kwamba kwa mwenendo huu kutasababisha kwa kimombo ni kusema instability, yani kutokuwa na Kiswahili chake tunaweza kusema ni tunaweza kusema ni kama kutokuwa na ustahimilivu au mvurugiko, tuseme dunia kuwa na mvurugiko. Sasa tumeona Trump alitangaza kwa mara ya kwanza alitangaza kuanza kuweka 10% ile tuseme kama vikwazo au kama hiyo ushuru kwa bidhaa za China siku alipozungumza ilikuwa ni Machi 3 alipozungumza na kwenye bunge la Marekani Congress. Hiyo ilikuwa ni kiashiria, lakini China haikujibu chochote. Lakini kadiri siku zilivyokwenda tumeona mapema baada ya mwezi mmoja Trump akaongeza tena idadi ya kiwango cha ushuru. Na hapo tuliona China respond. Lakini pia Trump sio China tu. Alitangaza ushuru kwa nchi zote, karibia zote duniani kama ulivyosema. Na tuliona reaction ya watu maeneo mbalimbali kuanzia nchi zilizoendelea za Ulaya Mashariki, Caribbean, Latin America na hata nchi za Afrika ambazo kwa sehemu kubwa nyingi hazina ule ukubwa wa biashara kati ya hizo nchi za Afrika na Marekani sio kubwa kwa kiwango hiko, lakini tunaona pia aliweka. Lakini hivi karibuni tumeona kutokana na hali ilivyokwenda Rais Donald Trump alisitisha kwa siku 90, wametangaza kusitisha kwa siku 90 kuanza kutumika kwa hivyo viwango vya ushuru walivyoviweka. Na wakati huo kwa upande wa China wametangaza kwamba wataendelea, na Trump ametumia lugha kwamba ni kwa sababu China ni kama viburi, hawataki hawataki kushuka chini tuje kuenda kuzungumza. Na kabla ya hapo alitumia neno fulani kwamba kama dunia nchi zote zinapiga simu zinanyenyekea yani kama zina kumlamba miguu na kusema kwamba hiyo hata yuko tayari kukaa nao chini kuzungumza. Because I'm telling you, these countries are calling us up. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Lakini kwa China imekuwa ni tofauti, jambo ambalo pia linazua mjadala kwa sababu tuliona alitoka kwenye 10 Marekani kuweka kiwango 10% ya kiwango cha ushuru kwa bidhaa za kutoka China. Lakini alipofika akaongeza mwezi April tuliona waliongeza kiwango na kufika 50%.
54 ambapo China sasa ikaona sasa ikajibu mapigo kwa kuweka ushuru kwa takriban 34%. Lakini kutokana na China kujibu Marekani kupitia kwa rais wao Donald Trump akasema kwamba hawa watu kwa sababu hawataki kujishusha na kuja kuzungumza na sisi tutaongeza. Aliongeza mpaka asilimia nadhani 50 kama 80 kama 84. China nao wakapandisha mpaka 50 na kitu. Then siku mbili zilizopita tumeona Marekani wakapandisha mpaka 100. China nao wakaenda hadi 84. Marekani wakasema hapana, tunaongeza tena mpaka kiwango cha 145. China nao wamepandisha hivi sasa mpaka 125. Na lakini kwa bahati nzuri China wamesema kwa hivi sasa hawawezi kupandisha tena kwa sababu wanajua hata wakipandisha zaidi ya hapo hakutakuwa na utofauti kwa bidhaa kwamba bidhaa zitaweza kuingia China kulingana na hali ilivyo na walisema hivyo kwa makusudi. Sababu ya China kusema hivyo ni kwa sababu kwenye huku unajua moja ya kitu ambacho Trump na watu wanaomzunguka wanasikiliza sana ile cycle yao mabilionea. Kuna baadhi wakawa wanapendekeza kwamba ili China asalimu amri waifikishe tarifu 400%. Sasa ukiangalia nini hasa kimependekea labda tuseme Trump kuamua kwamba kwenda kuweka hizi tarifu, ni nini ambacho ushuru wa dunia au kuanzisha hii vita? Ni kwa sababu unaona wana washirika wao ambao ni wakudumu. Hapo unazungumzia Japan, unazungumzia Korea Kusini, unazungumzia Ulaya kwa ujumla wao, Umoja wa Ulaya EU, wale ni washirika wao. Hapo unazungumzia Ufaransa, Germany na nchi zingine zote za Ulaya. Lakini wana washirika wao wengine wadogo ambao wamekuwa nao, hata kwa mfano Filipino. Hizi ni nchi ambazo Taiwan ni mshirika wao ambayo yuko na mgogoro na China. Lakini wote hawa wamewekea hivi vikwazo. Sasa hapo akiwekea vikwazo, lakini pia kuna ile kitu wanasema kauli zinazotumika. Kauli zinazotumika kama zilizokuwa zinatumika kwa Canada. Amekuwa akisema Canada inatakiwa iwe jimbo la 53 la Marekani, jimbo la 51 la Marekani. Na kabla ya Trudeau kuondoka alikuwa akimuita governor Trudeau. Sasa ukaona moja ya kitu ambacho kilitokea, Canada kwa upande wao wakaanza kutoa kauli ambazo zinaonyesha kwamba hatutikisiki, sisi sio wanyonge. Na Canada moja wa governor wa Canada wakatishia kwamba kama mngetuchezea tutaweza tukakata umeme au tutaongeza umeme kwa namna ambavyo raia wenu watatikisika. Na baada ya hapo alivyoingia waziri mkuu mpya, unaona mambo yakabadilika. Lakini kwa Umoja wa Ulaya nao walikumbwa na changamoto ya Trump, kwa sababu Umoja wa Ulaya kwa upande wao changamoto waliyokutana nayo ni kwamba ilianzia Ukraine. Trump alianza kuisakama Ukraine, lakini tusu kuisakama Ukraine na kuisakama na Ulaya, kwamba tunawalinda sana, hasa Vice President wa Marekani Vance, makamu wa rais wa Marekani. Alienda Ulaya akamwambia, bwana, sisi tumewabeba sana, hii mbeleko imekuwa haieleweki. Kwa hiyo Ulaya nao baada ya ile mnakumbuka sekeseke la Zelensky na Trump White House, Ulaya wakaanza kufikiria tunafanyaje, kwa sababu Marekani moja ya kitu ambacho walichosema kwa Ukraine, unajua Ukraine kwa Ulaya ni wanaona ni kama tishio kwao, sababu wao wako karibu sana na Urusi. Wanaona kama ni tishio kwao. Kwa hiyo wanataka kuona kwamba Urusi ni kama ikifundishwa adabu, jambo ambalo wakidhibiti, jambo ambalo linaonekana haliwezekani. Sasa na Marekani akawa analeta kama hoja fulani ambazo zinaendana sana na Urusi, hasa ile kwamba Zelensky lazima atoe sehemu ya ardhi, Zelensky lazima afanye hivi na hivi, hoja ambazo Urusi kwa kweli wamekuwa wakizifurahia. Na sababu kubwa ya hapo nadhani ni kwa sababu aliahidi kwamba ataumaliza mgogoro ndani ya wiki 2
kabla hata ya kuapishwa. Kabla hata ya kuapishwa kuapishwa mgogoro wa Marekani wa Urusi na Ukraine utakuwa umeisha. Sasa katika kuongezea katika hilo utaona hapo Tony. Kwa upande wa Canada, ukianza zile kejeli za serikali ya Trump ilivyoingia madarakani, utaona kwamba wakati Canada ilipokaa kimya, Trump aliendeleza hizo kejeli, vijembe lakini tulivyoona baada ya yale majibu na wao Trump alijishusha chini na kujaribu kuona namna gani atakwenda nao sambamba. Na issue kubwa wa Canada ukumbuke ilikuwa ni kwa sababu ya ni kama wa Canada pia waliingia kwenye huo mzozo. Watalii ambao kwa kawaida Wakanada wengi wanaenda kutumia hela zao Marekani kwenye baadhi ya beach za Marekani. Sasa utalii ulishuka kwa namna ambao haijaitokea. Na utalii ambao sio ule unategemea, wanakataga ticket miezi mitatu kabla. Sasa ulishuka. Kwa hiyo kukawa na huku ndani ya Canada wanaona bidhaa za Marekani kama zina susuasua. Kwa hiyo ni kama wa Canada pia walionyesha kwamba si wanyonge. Kwa hiyo sasa unakuja kuipata kwa kinachoendelea na China. Na labda kwa kumsaidia mtazamaji wetu anaweza kajiuliza kwa nini Trump ameamua kuachana na nchi zingine zote na kuendelea kudeal na China. Kwa nini? Labda tunaweza tukaangalia kupitia takwimu kuona kwamba hali ya biashara kati ya Marekani na China ipoje, kuona kwamba huo uzito kwa nini China ni mada kwa Marekani, ni jambo zito kwa Marekani, lakini pia hata kwa wao wa China Marekani ni mteja muhimu kwao. Kwa sababu kwanza kama tulivyosema kwamba ukiangalia tu kwanza uchumi wa hizi nchi mbili, Marekani tunazungumzia wana pato ghafi la taifa la takriban dola za Kimarekani trilioni 30. Lakini China pia nao wana dola za Kimarekani pato ghafi la taifa takriban trilioni 29. Sasa inawezekana kwa mtazamaji usipate picha kubwa kwa sababu kwa Tanzania tu pato letu la taifa ni around dola za Kimarekani ni bilioni 80. Kwa hiyo utapata picha kuona ni kwa namna gani haya mataifa mawili yana uchumi mkubwa sana. Sasa kitu kimoja ambacho kwa Marekani nadhani kinaumiza kichwa hasa mabilionea inawezekana na tunaita wafidhina pia wa Marekani, kinachoumiza kichwa ni kwa namna gani ndani ya miongo michache isiyozidi 20 China ameweza kupenyeza kwenye nchi ya Marekani. Sababu huwa tunajadili tu hapa Afrika kuona kwamba Wachina wametukamata. Sio Afrika tu, ni dunia nzima hivi sasa hivi. Kila sehemu Latin America, ukienda Ulaya ni kama wanaitaga China dragon. Kwamba dragon amesambaa kila sehemu. Ile mikia yake kaisambaza kaichapa dunia nzima. Kwa hiyo hata Marekani nao sasa hizi kichwa kinauma kwa sababu ukiangalia hadi kufika mwaka 2024 unajua kwamba Marekani ana 16% ya bidhaa ambazo Marekani inaagiza kutoka nje ya taifa lao zinatoka China. Sasa hiyo ni kiwango kikubwa sana. Hiyo ni takribani kama 2.5 mpaka 3 ya pato lao ghafi la taifa. Na hapo sisi kwa mfano Tanzania ndani ya miaka 10 sisi ni 26% ya bidhaa zetu. Lakini bado tunaona sio mchezo. Sasa imagine kwa uchumi kama Marekani, hilo soko ambalo China ameweza. Na unazungumzia uchumi wa watu milioni 350. Watu milioni 350 wenye fedha, kuna mabilionea na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa na kwa haraka China na udhanini Marekani anapeleka bidhaa gani hasa Marekani? Naweza kukutajia hapa kwa mfano kwa mwaka 2024 bidhaa ambazo China aliongoza kupeleka Marekani ni smartphones, simu za smartphones, na nyingi ni iPhones. Hasa iPhones kwa sababu iPhones watumiaji wengi wa Marekani tunatumia. Kwa ni makampuni ya Marekani yalienda kuweka viwanda ndani ya China. Na kampuni moja hapo kubwa tunahitaji ni kampuni ya Apple. Ambayo yenyewe hizi products za Apple tunazotumia duniani 80% zinakuwa zinatengenezewa
China. Yeah. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni jambo zito kwa Marekani, kwa China kuweza kufikia. Ndio ile wanataniaga kwamba kuna ile kitu wanaita American Dream, ndoto ya Marekani. Wanasema ndoto ya Marekani inatengenezewa China. Sasa hiyo ilikuwa bidhaa ya kwanza ni smartphone kama tulivyosema. Na ni 40% ya smartphone zinazoingia Marekani zinatoka China. Pili ni kompyuta 29%. Kuna vifaa vingine vya kupashia. Kwa hiyo ufupi ni wamelishika soko kwa namna ya kipekee. Kwa namna ya kipekee kabisa. Sasa utaona kwa kiwango kikubwa. Na hapo hujazungumzia pia ni wauzaji wakubwa wa kuna zile material, raw material ambazo au parts ni muhimu sana. Hasa kwa baadhi ya sekta nyeti za Marekani, hasa za silaha. Wana supply pia baadhi ya material ambazo nyingine zinapatikana China kwa wingi pekee kuliko sehemu nyingine. Sasa hiyo ni vitu ambavyo Mchina nchi ya China inapeleka Marekani. Sasa tuangalie pia na kwa upande wa Marekani inapeleka nini China. Kwa hiyo ukiangalia kwa mwaka 2024 Marekani vitu imports za China Marekani anapeleka 6% tu. Kwa hiyo tunalingana nao kwa sababu na Tanzania ukipiga mahesabu ndani ya miaka 2013 mpaka 23 tumepeleka export kwa China ni 6% pekee. Kwa hiyo tunalingana na ratio tunalingana, lakini labda sio thamani tunatofautiana. Kwa hiyo na Marekani anapeleka nini zaidi China? Kwa hiyo utaona hapa bidhaa anazopeleka zaidi China kwa wingi ni soya beans, maharage ya soya kwa 24% ambayo yanapelekwa China. Semiconductors kwa 2%. Kuna chanjo kwa 38%. Kuna natural gas kwa 7%. Natural gas, gesi asilia ambayo nadhani nyingi inapelekwa kwa mfumo wa liquefied gas ambao tumeona hivi karibuni China imepiga marufuku pia. Na imepiga marufuku katikati ambapo tayari kuna meli zinapeleka hizi liquefied gas China. Yaani hizi ni labda kwa kusaidia mtazamaji, ni gesi asilia ambayo imebadilishwa kuwa katika hali ya kimiminika ili iweze kusafirishwa kwa urahisi. Kwa sababu unajua ni jambo ambalo tunataka kufanya kwa Tanzania, tunataka kufanya Lindi. Kuna ule mradi wa Lindi wa kama bilioni 30, dola bilioni 30. Kwa hiyo utaona kwa kiwango kikubwa bidhaa ambazo Marekani anazipeleka China na bidhaa ambazo China inapeleka Marekani, utaona kwamba zina utofauti, kwamba na Marekani imejikuta kwenye mtego wa kwamba ina utegemezi wa bidhaa nyeti kutoka China. Sasa hata ukiangalia kwa thamani, kwa mfano kwa mwaka 2024 Marekani imeuza bidhaa China zenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 144. Lakini ukiangalia China wao wameuza bidhaa Marekani zenye thamani ya dola bilioni 525. Kwa hiyo utaona hapo kuna gap kubwa sana, na tunaweza kusema ile trend. Kwa pia Marekani sio kwamba hana karata za kucheza. Yeye ni soko kubwa la China. Ni kama nadhani 15% ya soko lote ambalo China inalitegemea. China inalitegemea nje ya China. Sasa kitu kimoja kikubwa ambacho labda Tony ningependa labda tugusie, labda unaweza ukalizungumzia pia. Tumeona kwamba kuna wachambuzi mbalimbali wa Marekani wapo ambao wanasema kwamba kwa sasa Marekani hatuwezi kuiepuka China. Lakini wapo wanaosema hizi bidhaa tunaweza zikazalishwa ndani ya Marekani. Na tumesikia baadhi ya vyombo vya habari vikinukuu Trump kwenye moja ya vikao na maongezi na wafanyabiashara pamoja na wajasiriamali wakubwa wa Marekani kwamba tunaweza tukazizalisha hizi bidhaa ndani. Wewe unafikiri kuna uwezekano ndani ya kipindi kifupi cha Trump
au hata kama let's say miaka 5-10, kuna huo uwezekano? Ni ngumu kwa sababu, na kwa mfano kuna kitu ambacho alikiongelea huyu CEO wa Apple, Tim Cook, akasema kwamba watu wanalalamika tunapeleka viwanda China, wakisema tunapeleka kwa sababu ya cheap labor, kwamba tunapeleka kwa sababu ya wafanyakazi wa bei rahisi, kwamba unawalipa kidogo wanafanya kazi. Lakini akasema si kweli, sio issue ya cheap labor. Wakasema wa China walichofanya, wameandaa watu wa kufanya kazi zinazotakiwa kufanyika. Na baadhi ya kazi ambazo zinafanyika hasa kwenye masuala ya electronics, hizi simu, kuna kazi ambazo zinahitaji specialization, utaalamu ambao hautengenezeki ndani ya siku moja. Sasa China wao wametengeneza sio wataalamu mmoja au wawili, unakuta wana wataalamu 1000, kiasi kwamba mmoja akiumwa kuna watu 100 wa kuchagua. Sasa nchi nyingine unakuta kwenye baadhi ya field ambazo ni specialized, hizi za kitaalam sana, kama huku hasa kwenye pande za simu na kadhalika, unakuta wataalamu wako 1, 2, 3. Sasa China wao wenyewe China walijiandaa kwa kiwanda cha dunia. Na kwa kuongezea hapo Tony, utaendelea, ni kwamba tulikuwa naangalia ule mfano mmoja wanaosema kwamba wakati wa uzalishaji wa hizi iPhone 16 kampuni ambayo inazalisha hivyo vifaa kwa 80% ilihitaji kwanza ziada ya wafanyakazi kama 50,000 kwa ajili ya kuzalisha na walipatikana, wanaweza wakapatikana. Kwa hiyo ni advantage, na hao sio hapo uzungumzii kwamba ni watu wa kubeba vitu, ni wataalamu kama makuli, sio makuli, ni wataalamu. Kwa hiyo ni moja ya kitu, ni kwamba unajua China ni nchi ambayo uwezi ukaipuuza kwamba wao wenyewe wanasema tumekuwepo kwa miaka 5,000. Na unajua miaka 5,000 kuna dola nyingi zilisimama zikaanguka. Sasa China imekuwa ni nchi ambayo inasimama, inaanguka, inasimama tena. Kwa hiyo ndani ya hiyo miaka 5,000 China imekuwa bwana mkubwa wa dunia, sio mara moja au mbili. Na pia imekuwa mnyonge wa dunia, sio mara moja au mbili. Mara zote ni nchi pekee ambayo imekuwa ikisimama na kuanguka na kusimama tena. Na kipindi ambacho kimetokea, unajua wakati China ilikuwa ni nchi maskini sana. Huu msemo wa dunia ya tatu ulizuka kwa sababu ya China na wenzake, kwamba kuna dunia ambapo unazungumzia watu bilioni 1 ni maskini wa kutupu. Sasa China imeweza ndani ya muda mfupi, miaka 40-50, kutoka kwa kasi na kuwa bwana mkubwa wa dunia tena. Sasa hilo ni jambo la kipekee ambalo huwezi ukalipuuza. Ni kama ni watu ambao wana upekee hasa kwenye namna ambavyo dunia inaendeshwa na inajiendesha. Lakini ugumu ambao nauona Marekani amejipa, nadhani Donald Trump alivyoshinda, moja ya kitu unajua ameshinda kwa alama kubwa sana. Aliweza kuwashinda Democrats. Amewashinda kwenye mabunge yote, amewashinda kila mahali, na amewashinda pia kwenye kura za jumla. Sasa na kuna sababu nyingi za yeye kushinda, lakini confidence au ile kujiamini alivyokuwa nako ni kwamba nimeshinda, sasa ninaamua kubadilisha mambo ndani ya Marekani na nje. Sasa utofauti uliopo ni kwamba kuna wakati Marekani alikuwa ni bwana mkubwa wa dunia pekee, na alivyokuwa bwana mkubwa wa dunia pekee, moja ya vitu ambavyo walifanya ni kuhakikisha kwamba dunia inakuwa soko lake. Na kuhakikisha huko ni kwamba kitu cha kwanza dola itumike. Unakumbuka Marekani ni kama aliamua, ilikuwa dunia nzima kuna wakati ilikuwa tunatumia gold kama standard, kama standard ya dunia, kwamba hela ya dunia ilikuwa ni pound, gold. Lakini gold hata wakati wa pound bado standard ilikuwa ni gold. Lakini wa Marekani kuna wakati wakaamua sisi hatutatumia. Na walivyosema hivyo, kwa sababu fedha yao ndio ilikuwa inatumika kila mahali, ndipo hapo sasa dunia ukawa hauna namna. Na unajua fedha yao ilianza kutumika baada ya, unajua Ulaya ilianguka, unaofahamu, ilianguka kabisa. Na Marekani wakawa wanaipa msaada Ulaya kuijenga upya baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Sasa wanawapaje msaada? Marshall Plan. Wanawapaje msaada? Sasa kuna wakati ni ngumu, unachukua msaada wa dola ubadilishe kwa hela zako. Sasa ikafika mahali inabidi uwe na dola,
dola itumike, unachopokea msaada wa dola. Kwa hiyo hapo ikafika mahali fedha inayotumika kila mahali, na ukumbuke Japan ilikuwa imeanguka. Japan ni Marekani aliamua kuijenga upya. Na Japani, na unajua Japani alikuwa ni kama bwana mkubwa Asia nzima. Hawa China, Korea wote walikuwa wanampigia magoti Japan. Kwa hiyo unaweza kuangalia uchumi ulivyoanza kukua, ni Marekani ndo alikuwa anasema kwamba unaendeleaje. Kwa alivyosema mtatumia dola, dunia una namna unatumia dola. Na hasa baada yule ile mnaita oil crisis ya miaka ya 70 ilipo, ndio ilikuwa msumari wa mwisho ilipopigiliwa kwamba hata mafuta na tu trade kwa ilivyozuka petrodola. Sasa ilivyozuka hiyo kwamba Marekani yeye pia ndo aliitwa Saudi Arabia. Wakati Saudi Arabia inakuwa wakaita kampuni za Kimarekani. Kwa hiyo Marekani aliitwa Saudi Arabia kusaidia kwenye ulinzi na vitu kadhalika na vitu vingine. Na nchi zingine kwenye Gulf hapo kwenye Guba nyingi zilikuwa zinaitegemea Marekani. Hapo unazungumzia Kuwait, Iraq. Kwa hiyo unakuta kwamba Marekani akawa na nyenzo nyingi ukiacha Ulaya, lakini pia mafuta. Sasa hapo ulivyokuja kwenye mafuta ukawa una namna, sababu mafuta ni bidhaa yenye matrilioni. Ni lazima, yani lazima, hakuna taifa ambalo halihitaji mafuta. Na kingine sasa, kuna nchi zingine unawezaje kufanya biashara na nchi ambazo zimejifungia. Kwa hiyo Marekani akawa wanasisitiza njia za uchumi, na kwa nchi kama zetu akawa wanatumia mifumo kama ya World Bank, ya IMF kuhakikisha kwamba mifumo ambayo inakuwepo kuanzia mifumo ya kifedha, mifumo ya kimasoko, mikopo inaisaidia Marekani akitaka kuuza bidhaa, Marekani akitaka kupata raw material. Na hapo unazungumzia sio Marekani tu, West nzima, magharibi nzima. Kwa hiyo Marekani alikuwa ni kama kichocheo kikubwa cha kutengeneza mfumo uliopo sasa wa dunia. Lakini sasa kwenye huo mfumo wengine pia wameweza kuutumia kwa manufaa yao, ikiwemo China, ikiwemo Urusi, lakini pia unaangalia nchi za kwa mfano Eastern Tigers, hizi nchi kama Singapore, nchi ndogo ndogo, Korea, Japan, Taiwan, na wengine pia wamezitumia. Sasa imefika mahali sio magharibi tu wana uwezo, imefika mahali India na uwezo, imefika mahali China na uwezo. Sasa utofauti wa kwa mfano Marekani, China, India. China uwezo wake alichokifanya ni kwamba amehakikisha ana uwezo wa kufanya kila kitu dunia inachohitaji. Unazungumzia teknolojia yoyote China anaweza kuifanya. Na akajiweka kwenye nafasi ambapo ni kama ndo kiwanda cha dunia. Sasa umefika mahali ambapo Marekani ni kama anaona nimetengeneza mfumo ambao umekuja mimi nilikuwa nanufaika, lakini kila mtu amenufaika. Sasa ni kama yule waziri wa Singapore, waziri mkuu anasema Marekani imetengeneza mfumo, sasa imefika mahali inataka uivunje. To be clear, the global economic system is in need of reform. But what the US is doing now is not reform. It is rejecting the very system it created. Sasa hawawezi kurudi nyuma, treni imeshaenda mbele. Sasa nadhani ndio kitu ambacho kimetokea kwenye hili swala. Sijui kwa hali ilivyo, kwa sababu ni kama tit for tat kwa sasa hivi. Tunaona ni kama wanapigana kweli kweli. Wanaweka tarifu, na sio kingine. Juzi tena China pia amezuia. Unajua China ana material fulani. China ni nchi kubwa. Kuna material ambazo ni yeye anazo kwa wingi. Sasa China amezichukua baadhi ya kampuni hasa zinazohusika na teknolojia za ulinzi. Amezuia kwamba za Marekani. Amezuia kwamba hamtapata baadhi ya malighafi kutoka kwangu. Sasa hii piga ni kupiga inaelekea wapi? Sijui, na hofu yangu ni kwa sababu unakumbuka tulikuwa hapo nyuma tumewahi kuzungumzia mgogoro wa DRC. Na tulijaribu siku moja kuchambua. Tunajua duniani kote mjadala kuhusu DRC, ukitaja DRC unazungumzia rasilimali walizonazo, madini, na hasa kwa kipindi hichi ni haya madini ya kimkakati ambayo ni muhimu kwa teknolojia. Tunaona matumizi ya simu, magari ya umeme, ndege, rocket, drone, kila kitu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo na hayo madini kwa sehemu kubwa
yanapatikana DRC. Yeah. Na asilimia 80, takriban 80. Hapo cobalt tunazungumzia. Cobalt. China ameihodhi. Anamiliki mnyororo wa thamani. Yeah. Kwa hiyo hiyo cobalt pia makampuni ya Marekani yanazihitaji. Kwa hiyo ndio maana nasema sioni mwisho wa hii tit for tat, kwa sababu moja ni hiyo namna China alivyoweza kujipenyeza kwenye mnyororo wa thamani wa malighafi. Lakini pia ni nchi kubwa, ana hayo madini pia na ana rasilimali au malighafi ambazo zinahitajika pia na huko. Jambo la pili, China tofauti na mataifa mengi, na hilo ni jambo la kihistoria. China wana kiburi cha utaifa. Yaani ile tunaweza kusema tumekuepo hapo, kwa mfano sasa hivi wanasema tumekuepo hapo kwa miaka 5000. Wanasema nyie hata miaka 1000 hamjafikisha, kwa hiyo hatuwezi tukawashindwa chochote. Nadhani sio wana kiburi pale wanapohitajika kuwa na kiburi. Kwa sababu ni unajua China ni kama saikolojia yao ni watu ambao wanaonyesha unyenyekevu. Anaweza akawa ameshika karata zote lakini hataki kukuonyesha kama ameshika. Tunaita wanaita kama kwa kimombo wanasema ku keep profile. Na ni kama ni falsafa ambayo waliichukua sama kwamba miaka unapokutana usionyeshe karata zako zote. Usionyeshe nguvu zako. Kuwa mpole. Kuwa mpole, usionyeshe nguvu zako. Usionyeshe uwezo wako. Kuwa mpole, angalia situation. Inuka pale panapo, onyesha nguvu inapohitajika. Kuonyesha nguvu baada ya kusoma mazingira yote. Na ndio walichokifanya. Na ukitaka ujue ndicho walichokifanya, angalia hali ilivyokuwa. Wakati Trump anaanza hizi tariff, China kwa mfano 2016. 2016 Trump aliwashukia China kweli kweli. China alikuwa mpole, Xi akapanda ndege akaenda DC na baadaye Trump akaenda Beijing. Ni kama China alikuwa mpole kupita kiasi. Lakini sasa hivi wakati Trump ameanza kuongea tu kidogo, ameanza kurusharusha maneno hapa na pale, ghafla China wanasema kama Marekani inataka vita, tuko tayari kwa vita aina yoyote. Ndio tukajiuliza hii inatokea wapi tena? Na China hazungumziagi vita kokote. Labda wanashindanaga na India, lakini hawazungumziagi vita. Actually ni nchi ambayo haizungumzii vita. Yaani ni kwamba ni kama unavyosema hataki kuonyesha karata zake. Ana nguvu za kivita, ana nguvu za kijeshi, lakini hazungumzii. Hata kwenye migogoro huoni China akiingilia. Kwa hiyo wana hiyo culture ya kuwa underground. Sasa hivi ni kama wameamua hii tunaenda nayo mpaka mwisho. Nadhani kwa sababu wamejua uimara wao uko wapi. Na sio tu uimara, nadhani walifanya tathmini. Wakaona kama tukiwa wanyonge hatuwezi kupata chochote. Yaani wakaona njia sahihi ya kwenda nayo hii ni kwamba ni kwenda tit for tat. Yaani ni kama walifanya tathmini kwamba hatuwezi kukaa kwenye meza na kupata muafaka. Hapa lazima tuende kwenye kuvurugana mpaka tufike mahali kila mmoja atulie. Sasa hofu ambayo mimi ninaiona hasa kwa sababu ninaona Wamarekani kwa sababu ya hili swala. China baada ya ile 2016, unajua China kuna kitu wanaita century of humiliation. Karne ya madharau, ya kudharaulika, ya kutwezwa. Na unahitaji ni mateso na kila aina. Na hiyo karne ni karne ambapo walikuwa walikuwa wanaonewa Japani. Na ukisoma ukiangalia hiyo historia unaweza kusema hawa jamaa ni kweli hiki kiburi saizi walichonacho cha kitaifa cha kulinda sovereignty kimetokana na ile humiliation. Wewe ukiangalia kwa sababu ilianza ile tunaita opium war. Ambapo Uingereza vita ya opium ni madawa ya kulevya. Ilikuwa ni kwamba baada ya makampuni na mataifa mengi ya Ulaya kwenda China. China ilikuwa na bidhaa nyingi ambazo inaziuza hasa chai. Kuna chai na bidhaa zingine nyingi sana walikuwa nazo China zinaenda kuuzwa Ulaya, Marekani na maeneo mengine. Sasa wakajikuta watu wa Ulaya
hakuna unaita hiyo balance of payment, urali wa biashara ukawa sio sawa, kwa sababu wao walikuwa wananunua zaidi China, hawana cha kuwauzia China. Sasa waligundua kitu kimoja kwamba kuna culture ya China watu kupenda hizi uraibu wa heroin, opium ni madawa ya kulevya ambayo kunapatikana sana India na maeneo mengine. Kwa hiyo sasa wao walichokifanya wakaanza kuchukua hiyo India na maeneo mengine hayo madawa ya kulevya na kwenda kulazimisha kwa lazima China kuyauza, kwamba tubadilishane, sisi tunawapa madawa ya kulevya na nyinyi mnatuuzia chai na bidhaa nyingine. Sasa ikafika kipindi yule kiongozi mkuu wa China, mfalme wa China akasema hii hapana. Hatutaki, tunaiharibu jamii yetu. Kwa sababu ilikuwa takwimu nyingi zinaonyesha kwamba ilifika kipindi China ilikuwa katika miji ya China, vijiji vya China unakutana na watu wengi wameingia kwenye uraibu na kuacha kufanya shughuli za uzalishaji. Kwa hiyo sasa wakati China imeweka huo ukinzani kwa mataifa ya Ulaya, ndio hiyo tunaona Uingereza ili washambulia kulazimisha kwamba fungueni soko, fungueni njia za uchumi, tufanye biashara na nyie na lazima mtii. Ni kweli kwa sababu walikuwa na nguvu ya kijeshi, waliweza kufanya hivyo. Wakachukua maeneo ya pwani kama tunazoona Hong Kong, wakaingia ile mikataba ya lazima. Na unao mkataba wa Hong Kong, just kwa kumsaidia mtazamaji, ulikuwa ni mkataba ni kwamba Hong Kong ni kama itakuwa chini ya mfumo wa Kiingereza wa Uingereza, na umekuwa ukiendeshwa hivyo kwa muda mrefu. Kwa sasa hivi Hong Kong inaendeshwa hivyo kwa sababu ya sababu za kiuchumi. Inalipa kwa China Hong Kong iwe ni kama magharibi iliyopo ndani ya China, Ulaya iliyopo China. Ulaya iliyopo China, kwa sababu makampuni ya magharibi yanafanya kazi trading, investment. Ndio unaona kwa mfano baadhi ya hizi kampuni, hata ile kampuni iliyokuwa inawekeza bandarini ni kampuni kubwa sana, Ho Chi Minh, ipo Hong Kong. Kwa hiyo utaona hiyo humiliation au uzalishaji ule ulipata China, na ilifika kipindi ilikuwa ni mataifa makubwa yanaenda kujigaia maeneo China. Na moja ya sababu ya huo udhalilishaji ni kwa sababu China pia ilikuwa na nguvu ndogo ya kiteknolojia. Kwa sababu wenzao wana meli vita, China hawana uwezo wa kuwa na meli vita. Lakini pia mfumo pia wa kiuchumi ulikuwa bado kama ni wa kikabaila. Walikuwa hawana jeshi moja imara, walikuwa na vikundi, unaleta wale warlords. Kila eneo kuna warlord na pamoja na majeshi yake. Kwa hiyo ilikuwa ni kipindi cha humiliation mpaka pale ambapo mwaka 1949 hilo vuguvugu la kina Mao. Na kabla ya hapo, kwa sababu kabla 1949 nadhani 1919 ile mapinduzi ya kwanza kulikuwa na hilo vuguvugu mapema kabisa mwa karne ya 20 mwaka 1900 kama na 10 na kitu, lakini baadaye ndio hivyo kukawa na hao wa nationalist utaifa. Sasa hapa unazungumzia yani hapa tunapozungumzia China ilikuwa ni empire, ni iko chini ya watu ambao wanazaliwa kuwa viongozi. Yani kwamba karne na karne familia fulani inayoongoza China. Lakini baada ya hapo sasa nationalist movement ni kwamba wakataka kuwa na taifa, kuondoa empire. Na hapo ndo baada ya hapo sasa ndo ikaja ile mapinduzi ya wa communist 1949 kina Mao, na hapo walipigana miaka karibu 20 wanapigana, wako msituni wanapigana mpaka wakati walikuwa na tofauti. Sasa na somo kubwa ambalo tunaweza tukajifunza kuhusiana na utaifa wa China, ambapo nadhani kwa mataifa yanayoendelea unaweza kujifunza ni hiyo. Kulikuwa na hilo vuguvugu la communist, alafu kulikuwa na hilo vuguvugu la nationalist wa kina Kaisheki. Lakini walipovamiwa na Japan, pamoja na utofauti wao wakakubaliana tuungane kwamba tuondoe tatizo hilo la ubeberu wa Japan, kwa sababu na Japan walikuwa wanajipigia tu China jinsi wanavyotaka. Yani unajua wakaungana wakaondoa tatizo hilo la Japan, then wakabaki kupigana wenyewe kwa wenyewe. Ndipo hapo ikazaliwa hiyo Jamhuri ya Watu wa China mwaka 1949. Sasa na kitu kimoja ambacho kimeshangaza, unajua baada ya Deng Xiaoping, baada ya ule utawala wa Mao, hata chama cha komunisti kusema tusahihishe makosa yaliyofanyika wakati wa Mao, hususan ya Cultural Revolution.
Mao alikuwa hatajwi sana kwenye swala kwenye siasa za China. Kiacha yale mafundisho yake kuhusu utaifa. Mao ambaye tuseme ndo kama muasisi wa Jamhuri ya Watu wa China. Yeah. Alikuwa hatajwi sana. Lakini kuna incidents tu moja walipotaka kuitoa picha yake kwenye ule uwanja wa Tiananmen Square, uwanja maarufu wa China. Yeah. Yule kiongozi Deng Xiaoping alikataa, akasema huyu mtu anapaswa akumbukwe na vizazi na vizazi kwa sababu yeye baada ya karne ya uzalilishaji yeye aliweza kutuunganisha na tumekuwa taifa tena moja. Kwenye karne ya uzalilishaji ni kama ulikuwa hujamalizia kitu. Kwenye karne ya uzalishaji unasema baada ya Waingereza kuwapiga ni kila nchi ilikuja kuivamia China na ilikuwa inajimegea kipande. Ujerumani ilichukua kipande, Urusi nao walichukua kipande na yani wanajiamlia kwamba na sisi tunachukua hii sehemu, tunachukua hii sehemu kwa ajili wanasema hii ni sphere of influence yetu. Urusi alifanya hivyo na akajenga reli na akaweka sehemu kituo Port Arthur kama una kwenye historia inatajwa hiyo. Wajapani nao wakavamia Korea na wakachukua baadhi ya maeneo. Korea ilikuwa chini ya China. Korea na hiyo ndio maana ikaja kutokea vita kati ya Warusi na Wajapani mwaka 1905 inaitwa hiyo vita nayo ilipigana si kwa sababu ya mipaka ya nchi yao. Vita ilitokana na kugombania maeneo nje ya mipaka yao ndani ya maeneo ya China. Kwa hiyo ilikuwa ni kipindi cha uzalilishaji mkubwa ambao wao kama China hawakuwa kitu tena kimoja, wamegawanyika mpaka hilo jaribio la kumuondoa yule mfalme. Walikuwa wanashikilia kwenye uongozi wa kifalme hiyo miaka 1910 na kitu. Lakini baadaye China ikaja kuwa kama taifa moja ni mwaka 1949. Sasa katika hilo ndio hiyo tunasema swala la Mao tumeona juzi watu wengi wanajadili kwa mara ya kwanza miaka mingi sana msemaji wa mambo ya nje ya China amepost kwenye mitandao. Sio msemaji tu, yani unaona wale kwa sababu kuna serikali ya China ambayo wengi hatuwezi kuifuatilia kwa sababu ni siasa za ndani. Lakini kuna wale wanasiasa maarufu ambao wengi wanaongea na dunia nyingine. Ni kama wote wanasambaza ule ujumbe wa Mao. Wanasambaza jumbe mbalimbali. Kuna kuna ule ujumbe wa kwamba bahari haitikisiki na upepo. Huu ni ujumbe ambao hata Xi aliurudia. Akasema kwamba unaweza ukapiga dimbwi na upepo, maji yakaruka. Mto pia. Lakini bahari, upepo unavyokuja, bahari inanesa, itabaki pale. Sasa wameurudia ujumbe wa Mao na ujumbe nyingine za Mao. Sasa ujumbe mkubwa ni ule wa huyo waziri wa mambo ya nje ambao Mao alituma kwa Marekani kama unakumbuka baada ya vita vya Korea. Tunaona wakati majeshi kati ya sasa hivi ni Korea Kusini na Korea Kaskazini. Wakati ilikuwa ni Korea moja. Sasa wakati Marekani imeingia Korea kusaidia Korea Kusini kwa mgongo wa Umoja wa Mataifa, bendera ya Umoja wa Mataifa na ilihusisha mataifa mengi hadi Afrika. Baadhi ya mataifa yalipeleka askari kwenda kupigana na vikosi vya Korea Kaskazini vilivyokuwa vya communist. Baada ya ile vita ilionekana kwamba kuna yule general mmoja anaitwa McCarthy wa Marekani, ni mmoja wa majenerali wa vita ya pili ya dunia wa Marekani maarufu sana kwa eneo la mashariki huko na Asia. Alikuwa anaongoza vikosi vya Marekani huko. Yeye alikuwa anamlazimisha rais wa Marekani kwamba tuivamie China kwa sababu mandhari tumesha ifyeka Korea yote. Ni muda sasa wa kwenda kuivamia China. Lakini rais wa Marekani alikataa mwanzo. Sasa China iliona hiyo hatari. Ndio nayo ikaanzisha vikosi vyake na vita People's Volunteers kwamba hawa si wanajeshi wetu, ni wananchi wetu waliojitolea na Korea. Lakini ilikuwa tu ni lugha ya kidiplomasia kwamba kuonyesha kwamba sio sisi lakini ni wao. Kwa hiyo China iliingia kwenye ile vita na kuweza kusaidia kusukuma nyuma vile vikosi na ile eneo ambalo lilikuwa limekaliwa na wakomunisti ambao sasa ni Korea Kaskazini kurudi chini ya wakomunisti. Vita ile ilikuwa ni moja ya vita mbaya sana. Kwa sababu ilikuwa huku kuna Marekani na nchi zingine. China yuko na Urusi. China anapigana chini, Urusi anapigana angani. Ilikuwa ni vita moja ambayo ni mbaya sana hata katika ukiangalia
maelezo ambayo anatoa wale tunaita veterans wa Marekani wanapigana ile vita, wana term kama ilikuwa ni vita mbaya kuliko hata walichokishuhudia kwenye vita vya pili vya dunia, kwa sababu ilikuwa ni kipindi sio kirefu sana kutoka wakati wa vita ya pili ya dunia. Sasa ni katika kile kipindi wakati dunia nzima inasema jamani, tafuteni suluhisho. Mao yeye akajitokeza, ndio ile anatoa ile kauli ya kusema kwamba haijalishi rais wa Marekani atakuwa nani. Akasema tulianza na rais fulani, sasa hizi tuko na rais fulani na tunaendelea na vita na hao watu. Sasa haijalishi atakuwepo nani, wao ndio watakao determine hii vita tutaenda nayo mpaka lini, ila wasitegemee hata siku moja China itapiga magoti kwa wao kutishia kuendelea na hii vita. Kwa hiyo ile ni message ambayo Mao aliitoa mwaka 1950 huko. Sasa leo hii katika hii vita ya kiuchumi tunaiona tena viongozi wakubwa wa China wa serikali wanajaribu kuirudisha hiyo message kwa wananchi wao na ukiangalia ni kama message ambayo China wanaipeleka kwa wananchi wao hasa ni kama wanawaandaa na mvutano ambao utadumu na ni jambo ambalo kwa dunia nadhani itakuwa ni jambo gumu ambalo kila mtu inabidi ajiandae, kwa sababu kwa upande wa China ni kama wameona hawatarudi nyuma, lakini kwa upande wa Marekani ni kama wanataka kuonyesha kwamba ni wao ni mabwana wakubwa. Sasa China anachotaka kwa upande wake ni kama anatetea hadhi yake, anaona kama akikubali kwa sasa hadhi yake itashuka na anaweza kalazimishwa terms nyingine akubali. Na ubaya ni kwamba moja ya kitu ambacho unaona kwenye tathmini yao walichokiona ni kwamba ukikubali kimoja vinaongezwa vingine, na hiyo ni moja ya shida ya Trump kwenye huo uongozi, kwa sababu anataka kuonyesha watu wake pamoja na dunia kwamba sisi ni mabwana wakubwa. Lakini pia Trump ni kama anataka kwenye hii term yake ni kama awe rais wa kihistoria wa Marekani. Na ili kuwa rais wa kihistoria wa Marekani tofauti na marais wengine, kitu cha kwanza kwenye hizi ambition zake anataka kuongeza eneo la Marekani. Umeona amejaribu kwa Greenland, amejaribu kwa Canada. Anataka awe ni rais atakayesema kwamba aliongeza kipande hichi kwenye Marekani, au anataka kwamba Marekani iwe kwenye hadhi ambayo ilikuwepo kwamba unaweza kusema labda miaka 30-20 nyuma anaiuzia dunia kila kitu, ambapo dunia inaitegemea kwa kila kitu asilimia nyingi, kuanzia nguo, mavazi, teknolojia. Sasa ni jambo ambalo kwa sasa hivi litakuwa ni gumu sana, hasa kutokana na kuwa nchi hazilali. Yani nchi zingine zinakuwa zipo kila mtu anajaribu kupigania maslahi yake. Na kwa dunia, moja ya kitu ambacho ninahofia ni kwa sababu mara nyingi ikitokea siasa, hasa kwa wanasiasa wa Marekani, pakitokea na hali ya kukosa kujiamini katika siasa za ndani, huwa wanatafuta vita nje. Na wanatafuta vita nje kuonyesha umadhubuti wao. Sasa ninaona kama hawatataka vita na China, kwa sababu kila somo la vita limeonyesha kwamba vita na China itakuwa ni vita ndefu ya muda mrefu, na lazima itaishia kwenye nuclear, na hakuna mshindi atakayepatikana. Na kingine ambacho imeonyesha ni kwamba viwanda vya kivita vya Marekani, unajua Marekani ndio nchi ambayo inaongozwa kwa kuwa na viwanda vya kivita, na hapo sio viwanda tu, viwanda vya kivita vyenye teknolojia ya hali ya juu. Viwanda vya kivita vya Marekani inaonyesha kama kukiwa na vita na China, havina uwezo wa kutengeneza silaha kwa pace, kwa haraka ya vita itakavyokuwa. Kwa hiyo hakuna namna yoyote majeshi ya Marekani watakubali kwenda kwenye vita na China. Na pia Trump anaonekana sio rais anayependa vita, mapigano ya silaha, lakini ni rais ambaye ni mjivuni. Kwa hiyo kama hauoni wasiwasi kwa hiyo point yako Tony? Hauoni wasiwasi kwa hizi chokochoko zinazoendelea kati ya Marekani na Iran? Hawataitafuta ninachokiona, yani mimi ninachokiona kwenye China na Marekani ni interest. Itatokea vita ya interest ambapo zitatafutwa nchi
au maeneo ambayo China ana interest kubwa, hayo maeneo yanaweza yakakutana na mkwamo wa kivita. Na sababu kubwa ni kumkomesha China. Kwa hiyo zinaweza zikatafutwa kokote ambapo ambapo wanaweza kupadhibiti ili kuweza kuifundisha adabu China. Na wanafahamu kwamba China sio mtu anayependelea mapigano ya moja kwa moja. Lakini kwa hapa inaonekana China wameonyesha kwamba, na hizi clip wanazozisambaza kwa sasa ni kama wanaiweka taifa lao kwa pamoja, kwamba muwe tayari kwa yanayokuja. Na nilikuwa naangalia moja ya chombo cha habari cha kimataifa, mwandishi anapita baadhi ya mitaa ilikuwa ni Shanghai, pamoja na nadhani sijui ni mji gani, lakini nayo ni moja ya miji mikubwa yenye viwanda ya China na ya kibiashara. Anajaribu kuangalia jinsi namna China ilivyojiorganize, ambavyo of course na hiyo ni miaka yote. Anapita mitaani, anaona hizo message zimewekwa hadi kwenye mabango kwamba msiogope, hii tutashinda. Msiogope, hii tutashinda. Kwa hiyo ni message, kwa hiyo unavyosema ni kwamba ni kuandaa kisaikolojia wananchi wake kwamba hata kama tukienda na hii vita ya kiuchumi muda mrefu, nyie msiogope, tutaweza kusurvive. Lakini kikubwa kingine, naona kama ni mbinu ambayo China wamejaribu kuitumia. Juzi tumeona waziri mkuu wa Hispania ameenda China. Na moja kati ya vitu ambavyo tumeona deal ambalo wanataka kuingia ni Umoja wa Ulaya kutaka kuondoa ushuru kwa magari kutoka China, ili watu wa Umoja wa Ulaya wapate magari mazuri kwa bei nafuu, tena magari yenye teknolojia ambayo hana uchafuzi. Sasa naona hiyo ni kama ni karata ya China kwenye karata ya China magharibi. Lakini pia tumeona kuna ziara hivi karibuni viongozi wa China wanatarajia kufanya kwa nchi za Asia, lakini pia tumeona wamewacheck Australia kwa ajili ya kuangalia namna gani watafanya biashara zaidi, hasa gesi. Kwa hiyo naona kama ni China anatafuta mbadala wa lolote linaloweza kutokea, ili ndani kwa wazalishaji wa ndani wasiweze kuathirika kwa kiwango kikubwa. Sasa hatujajua kwa upande sasa ukiangalia moja ya kitu kwa nini nasema kuna uwezekano Marekani akataka kusukuma swala la vita ni kwa sababu ukiangalia Marekani ni kama ule ujivuni ulipitiliza, kwa sababu huku kama tulivyoona mwanzo ana shida na EU, amewapanikisha kweli Ulaya. Kwa sababu wanawaambia kwamba Ulaya nyie ni kama kupe na tutegemea. Anasema huu Umoja wa Ulaya uliundwa ili kutudhibiti. Niliona Vance pia naye anasema kwamba huu Umoja wa Ulaya ni kama uliundwa kutudhibiti sisi Marekani. Sasa inaonekana ni vita wameanzisha sehemu karibu pande zote za dunia. Sasa unaona, kwa sababu Ulaya wamepata hofu, na Ulaya kwa sasa hivi ili kuwajibu wa Marekani, Ulaya wameweka zaidi ya bajeti ya dola bilioni 800 kwa ajili ya kujenga viwanda vyao vya ulinzi silaha. Na hii ilitokea baada ya Marekani kusitisha misaada ya Ukraine, lakini sio tu kusitisha, baadhi ya mifumo ya ulinzi Marekani ilivyoamua kuidhorotesha. Mifumo ambao waliitoa kwa Ukraine kwa sababu kuna kwa mfano mifumo ya kupiga makombora. Hii mifumo ilikuwa inategemea taarifa za kiintelijensia, hasa satellite na kadhalika kutoka Marekani. Marekani ikakataa kuitoa hiyo. Lakini pia kulikuwa kuna taarifa kwamba baadhi ya ndege vita kuna namna ambavyo Marekani taarifa ilikuja kwamba Marekani inaweza kucheza nazo, switch on off na kucheza nazo, na Marekani wenyewe walikiri kwamba inaweza wakazuia kwamba wapi inapopiga. Sasa hilo lilikuwa ni tatizo kwa Ulaya. Ulaya wakajishtukia kwamba tuko kwenye hali mbaya. Sasa Ulaya wamerudi, wanaanza kujenga viwanda vyao. Of course wanajua hawawezi bila Marekani. Kwa hiyo Ulaya wameshikwa pabaya, hasa kutokana na miaka ya kuitegemea Marekani. Ni Ufaransa pekee ndo ambaye alikuwa na mifumo yake ya ulinzi ambayo inajitegemea kabisa 100%.
mifumo ya taarifa za kiusalama ambayo inajitegemea kwa 100%. Lakini pia kwenye teknolojia ni Ufaransa pekee. Ukiangalia Ujerumani hata bajeti ya ulinzi walikuwa wanaikata. Lakini na Ujerumani nayo nadhani hiyo ni kutokana na sababu ya kihistoria baada ya vita ya pili ya dunia. Kwanza kuliwekewa yale masharti au washindi wa ile vita Urusi pamoja na Marekani na Uingereza kwanza wali maintain vikosi pale kwa miaka mingi, nadhani zaidi ya miaka kama 50 kama sio 40. Na mpaka leo kuna vikosi pia vya Marekani na viko chini ya kama NATO. Lakini vile vipo kwa sababu pia ya ule mkataba wa kushindwa ule tunaita mkataba wa kusarenda wa Marekani wakati wa vita ya pili ya dunia. Lakini pia moja ya ile mikataba ya vita ya pili ya dunia ili limit Ujerumani kwenye bajeti zake za ulinzi kwa miaka. Unakumbuka hata vita ya kwanza ya dunia Marekani Ujerumani pia iliwekewa vikwazo kama hivyo ambavyo Hitler alivikiuka. Kwa hiyo nadhani pia kwa Ujerumani, lakini walikuwa pia wanafanya kwa sababu ya kiuchumi, kwamba wanaamua kuwekeza zaidi kwenye uchumi kwa sababu tayari kuna uwekezaji wa NATO, bidhaa zingine nje ya silaha. Sasa ukiangalia kwenye swala la Ulaya tayari wana changamoto na Marekani. Sasa kwa Ulaya kitu ambacho wanachofanya, kwa mfano Ulaya imekuwa ikiwekea vikwazo vingi sana China kuleta magari yake. Sasa lakini kutokana na hii unaona Ulaya amerudi nyuma. Lakini wengine kama Japan, Korea, hawa wote ni washirika wa karibu wa Marekani. Sasa Japani na Korea kwa mara ya kwanza, Japan, Korea, China, mawaziri wake walikutana kwa mara ya kwanza. Hizi nchi haijai kutokea kukutana kwa ajili ya kupanga mkakati wa kudili na ushuru. Sasa hili ni jambo la kihistoria. Hao wote Japan na Korea ni marafiki kwa sababu ndani ya Japan, Okinawa, Marekani ina base kubwa ya kijeshi na ni washirika wakubwa sana. Hata silaha nyingi Japan inategemea kutoka Marekani. Lakini kingine Japan, unajua Japan naye kutokana na masharti ya kushindwa vita aliamua kuwa au alipewa masharti ya kuwa nchi isiyokuwa na jeshi. Unaona Japan naye sasa anaanza kuwaza kuwa na jeshi. Unaangalia upande China, sasa China anaonekana kama na China sasa meseji yake kwa watu wengine wa dunia, mimi sipingani na yoyote. Ninachojaribu kuzuia ni kuhakikisha kwamba dunia inaendelea kufanya biashara. Na policy paper walioitoa juzi jana walioitoa tarehe 10 China inaeleza hiyo. Ukiangalia kwenye recommendations zao unaona kwamba vitu ambavyo Marekani alikuwa anavisema sasa hivi China ndio kama anavisimamia. Anasema to maintain sheria za World Trade Organization, ile shirika la kimataifa la kibiashara, na China anajaribu kujisafisha kuonyesha kwamba mimi nazingatia hilo katika vipengele vyote, katika ushuru, katika kutoa ruzuku kwa bidhaa zinazouzwa nje ya nchi ili kuwepo na ushindani sawa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo China anajaribu kuonyesha kutoa kama leadership kwamba mimi najaribu kufuata vigezo tulivyojiwekea. Kwa hiyo naiona pia, ndio anasema ni kama naungana kwanza na ile ulichokisema kwamba ni kama China walijifunza na kujipanga kwenye hili. Na mwisho wake maybe ni hayo mawili tuliyoyataja hapo yanawezekana kwenye level hiyo. Lakini labda kwa kumalizia kwenye hiki kimataifa, tumeona pia taifa namba 5 lenye uchumi mkubwa, India, ambalo nalo lilikumbwa na adha hiyo ya ushuru. Lakini lenyewe limebahatika, limepata hiyo likizo nayo ya miezi 3 ambayo Trump na likizo imetokea kwa sababu unajua hii likizo imekuja kwa sababu wameanza kuona kwamba wamefanya makosa, wametafuna kuliko uwezo wao. Na unajua kuna ile pride ambayo Marekani wanao kwenye namna walivyoishika dunia. Sasa ile pride mara nyingi, moja ya nguvu ambayo Marekani yanayo, ambayo alikuwa nayo miaka na miaka, ni kitu wanaita ile soft power. Kwamba siku zote kuanzia kina Bush, kina Clinton, wamekuwa wakikuonyesha kwamba sisi ni watu fair kwenye dunia. Tunawatetea wanyonge. Tunataka amani. Tunataka demokrasia. Sasa hao madikteta, sasa hiyo ndio imekuepo. Lakini sasa dunia inaangalia, kuna
hizi vitu ni kama za madikteta zinafanyika. Ndio maana unaona kama dunia inaangalia hichi kitu ni cha kipekee. Kwa sababu kauli zinazotoka hizi, sheria zao wenyewe ni kama hawazifuati. Kwa hiyo unaona kuna vitu vinatokea vinaondoa ile nguvu ambayo Marekani imekuwa nayo, soft power. Kwa sababu kuna wakati Marekani ilikuwa haihitaji kwa mfano haihitaji kuwa na kuzilazimisha nchi kwenda nazo, kwa sababu nchi inaona kama hawa watu ni watu wastaarabu, twende nao tu. Hawa watu ni watu waungwana wa dunia, na viongozi ambao wanapenda kustiliwa na mambo yao wanayofanya kwenye ndani za nchi zao. Sasa tuweke hata wananchi wa nchi nyingi wanaona kama demokrasia, lakini sasa unaangalia hivi vitu watu wanaanza kuhoji kwamba hapa kuna shida. Sasa ukija huku inakuwa ni kama China anakuwa ni kama sasa mbona hawa jamaa wako stable. Lakini kama wewe ni mtawala upo sehemu, ukiangalia haya mambo, mimi naona kwa mfano kwa nchi za Afrika, kama ukiwa mtawala kitu cha kwanza unakaa kimya, ukausha mambo. Lakini kitu cha pili unahakikisha haumbugudhi China. Kwa sababu unaangalia ni kama Marekani kuna kile kitu tunasema kutotabirika. Wao walikuwa wakiambia zile nchi kwamba wana mazingira yasiyotabirika, lakini sasa hivi kwa ni wao. Kwa hiyo kama ni mtawala huko mahali, utakuwa unatulia kwamba sasa kama hao watu wakija kunishukia, inabidi China awepo au nitafute sehemu nyingine. Kwa hiyo